tulitoka mbinguni tukiwa wakamilifu kabisa, lakini mikono uliyoshukia ilikuwa inazungumza nini? Vinywa vilivyokupokea, wale waliokupokea walikutamkia nini? Familia uliozaliwa, ule mfumo wao wa damu ya ukoo ina taarifa zipi? Inaongea nini? Hayo yote yakaanza kuleta uharibifu kwa yule mtu ambaye ametoka kwa Mungu akiwa vizuri. Yanaanza kubadilisha taratibu, yanaanza kumfanya mtu ile hatima ambayo uliandikiwa yanaanza kuinterfere, kwa hiyo vinamchelewesha yule mtu ambaye alikusudiwa. Wengi wetu tulizaliwa kwenye familia ambayo hawamjui Mungu wa kweli, si ndio? Light wangekuwa wanamjua Mungu kama kwa level hii hapa, wengi sasa hivi tungekuwa mbali sana. Tusingekuwa hivi tulivyo. Sisi tukizaa leo watoto tuwa tunapeleka kwa Mungu, si ndio? Mimi nitamleta madhabahuni na sadaka juu na maombi. Baba zetu walipokelewa na vitovu vikaenda wakachinja na mbuzi, sisi vikawekwa kwenye migomba. Hivyo vote vikaja kuharibu nini? Hatima. Vikaja kuinterfere na mfumo ule ambao ulitoka nao kwa Mungu. Ulitoka kwa Mungu kiwa unasikia. Wangapi wameshasikia story kwamba watoto wachanga wana uwezo wa kuona wachawi sio na nini? Wangapi wameshasikia hizo story? Wao nadhani vile ni uongo. Ni kwamba ni ametoka kwa Mungu complete, bado na uwezo wa kuona. Lakini wengi wetu tumelelewa kwenye mazingira ya ajabu. Tumeshashuhudia watu wanafanywa deliverance, ni watu wazima, lakini anakuambia huyu mtu aliingizwa kwenye uchawi, ameshaua toka akiwa mtoto mdogo. Kwa mimi na wewe tulipotoka kule kwa Mungu tukiwa kamilifu, tukaanza kutembea, mifumo tuliyokuta hapa duniani ikaanza kuinterfere na mfumo ule wa mbinguni. Kwa ule mfumo ambao tutakiwa kutembea nao ukao umeharibiwa. Lakini kwa neema ya Mungu, katika kutangatanga kwetu, Mungu akakumbuka kwamba kuna kiumbe fulani nilimtumaga duniani akafanya kazi yangu, hebu ngoja nimkumbuke. Ghafla unajikuta umeokoka pa. Manake umesaini kwamba tena urudi wapi? Kwa yule mtu wa mwanzo aliyetoka kwa Mungu akiwa mkamilifu. Lakini kumbuka, tayari kuna mfumo ambao umetengenezwa nao hapa duniani, umetembea nao kwa muda mrefu. Kwa inabidi mgharimu tena Mungu aanze kukutafuta, akutengeneze tena urudi kwenye yule mfumo wa mtu wa mbinguni duniani. Hapa ninazungumza kwa habari sio ya mwili, ninazungumza kwa habari ya roho. Roho iliyotoka kwa Mungu imetoka ikiwa mkamilifu, lakini napokuja huku duniani ikaanza kutengenezewa mfumo mwingine katika huo mwili, na mwili nao ukajikuta unafanya vitu kutokana na ya duniani.